Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tukiwa kwenye kalenda ya FIFA kwa maana ya FIFA break, tunafahamu kwamba baadhi ya mataifa yanacheza michezo ya kirafiki na wengine yanacheza ile michezo ya kufuzu kombe la dunia itakayofanyika kule Marekani 2026. Sasa wakati tukiwa kwenye break, tunafahamu baadhi ya vilabu ambavyo wachezaji hawakuitwa kwenye mataifa yao tayari wako wanajiandaa na michezo ya ligi pamoja na ile michezo ya kimataifa. Kwa upande wa Simba na Yanga tunafahamu wanakabiliwa na michezo ya hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika, lakini Azam pamoja na Singida Black Stars wao pia wako wanajiandaa na michezo ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa kwa wekundu wa Msimbazi Simba bwana, wakati baadhi ya nyota wao wakiwa kwenye majukumu ya timu za taifa bwana, klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa wale nyota ambao hawakubahatika kuitwa bwana, wamecheza mchezo wa kirafiki, na mchezo wa kirafiki wameucheza dhidi ya JKT Tanzania katika uwanja wa Jenerali Isamuhyo. Bwana, mchezo umemalizika na Simba wameibuka na ushindi wa magoli 6-0. Iko hivyo. Ni kama Simba wamewaonyesha JKT kwamba zile goli mbili ambazo walizipata kwenye mchezo wa ligi hawakubahatisha, hata kama goli la pili lilipatikana dakika za jioni, lakini bado hawakubahatisha kwamba wao wataendelea kuwa wababe. Lakini pia huenda mchezo huu ukawa pengine kwa Simba kutaka kujua ubora wa JKT Tanzania kwa hapa, kwa sababu tunafahamu mechi ya JKT Tanzania na Simba wanapokutana huwa si mechi ya kitoto, huwa ni mechi ngumu kweli kweli, na tulishuhudia kwenye mchezo wa raundi ya kwanza Simba kibuka na ushindi wa goli 2-1, JKT Tanzania wakitangulia, lakini Simba wakachomoa na kuweza kushinda dakika za jioni. Kwa hiyo ni moja kati ya mechi ambazo zinakuwa ngumu sana. Sasa kwa haya matokeo ambayo Simba wameyapata, pengine huenda Simba waliwasoma JKT na wakajua madhaifu ya JKT Tanzania yako wapi, na ndio maana walitaka kuprove kwenye mchezo wa kirafiki kwamba je, kile ambacho tulikibaini kwenye mchezo wa ligi ndicho ambacho kiko sahihi, hebu tukifanyie kazi tuone kama kiko sahihi, na pengine huenda kile ambacho alikibaini kwa JKT Tanzania kwamba wakifanya hivi JKT anaweza kala chuma nyingi, wamefanikiwa mara baada ya kuweza kuibuka na ushindi wa goli 6-0. Bana, mchezo huo uliomalizika kwenye uwanja wa Jenerali Isamuhyo bwana, Elie Mpanzu amefunga magoli 3 kwa maana ya hat-trick, wakati Jonathan Soa akitupia mawili, wakati Simba kibuka na ushindi huo na goli 1 likifungwa na Ladaki Chasambi. Kwa hiyo hao ndio wafungaji kwenye mchezo, na unaweza ukaona ule mchezo wa ligi wakati Simba anashinda chuma 2-1, Elie Mpanzu aliingia dakika kipindi cha pili na ndiye ambaye aliweza kufanya mchezo kuwa mrahisi kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu kama nakumbuka yeye ndiye ambaye alipiga cross na Wilson Nangu na kuweza kusawazisha goli. Kwa hiyo hii leo Elie Mpanzu amewaonyesha JKT Tanzania kwamba kwenye ule mchezo wa ligi kama ningeanza kipindi cha kwanza basi huenda pia ningewafunga kama ambavyo nimeweza kuwafunga chuma 3. Kwa hiyo ndivyo mchezo ambavyo umetamatika kwa wekundu wa Msimbazi Simba kuibuka na ushindi wa goli 6-0 kwenye mchezo wa kirafiki, na tunafahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wao wanajiandaa na mchezo tarehe 23 dhidi ya Petro de Rwanda kutoka Angola, mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, mchezo ambao utapigwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa majira ya saa 10 kamili jioni. Tunafahamu ni moja kati ya mchezo mgumu sana kwa Simba, ni moja kati ya mchezo ambao utaonyesha dira ya wekundu wa Msimbazi Simba ya kufuzu hatua ya robo finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika kwa kuanza na kucheza na Petro de Rwanda ya Angola. Sasa kupitia kwenye ukurasa wa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wamechapisha pia taarifa hiyo ya mchezo wao wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania, na kupitia kwenye ukurasa huo wa Simba walichokiandika wao wameandika kwamba leo asubuhi tumecheza mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania na kuibuka na ushindi wa magoli 6-0. Kwenye comment baadhi ya mashabiki wa Simba wamefurahishwa na matokeo hayo, na wengine wakisema kwamba ni moja kati ya mchezo ambao unaofanya
kuwa na matumaini makubwa kuelekea kwenye michezo ya kimataifa, kwa sababu wanaendelea kujifua na kubaini mapungufu yako wapi ambayo yanaweza yakafanywa marekebisho ili kuweza kufanya vizuri kwenye michuano hiyo ya kimataifa. Huyu anasema Yanga na vingi vya kujifunza kwa Simba Sports Club kupitia kwenye ukurasa wa Simba. Baadhi ya comment hiyo, huyu amezungumza hivyo. Huyu mngesema kwa nini siku ile hatukuwafunga magoli haya? Anauliza kwa nini kwenye ile mechi ya ligi kwa maana ya Simba walipoibuka goli 2-1, kwa nini hakuweza kufunga magoli mengi kama ambavyo wameyafunga ile kwenye mechi ya kirafiki? Mnasema malipo ni hapa hapa. Mwingine anasema nguvu moja, mwingine anasema ubaya ubwela, mwingine anasema maandalizi mazuri, mwingine anasema nimependa sana hii posti, kuna kitu cha kipekee. Sawa. Mwingine anasema JKT wale au bana, JKT ni wale ambao wamepigwa hadi JKT yanauliza kama JKT ambao wamefungwa goli 6 kama ndio wale ambao walifungwa goli 2-1. Bwana, ni hawa JKT Tanzania ambao walifungwa goli 2-1 leo kwenye mchezo wa kirafiki, wamepigwa chuma 6-0. Bwana, hizo ni baadhi ya comment kupitia kwenye ukurasa wa klabu yekundu ya Msimbazi Simba mara baada ya kuchapisha taarifa hiyo ya mchezo wao wa kirafiki ambao umetamatika kwa Simba kuibuka na ushindi wa goli 6-0 mchezo wa kirafiki huo. Na kama ambavyo nimekujuza kwamba Simba wanajiandaa na michezo ya kimataifa ya klabu bingwa barani Afrika, ambapo tunafahamu kwamba wekundu wa Msimbazi Simba kwa upande wa kombe la klabu bingwa barani Afrika bwana, wao wamepangwa na ukitazama Simba wamepangwa kundi D ambalo lina vilabu vya Esperance ya Sportive de Tunis kutoka Tunisia, Simba wenyewe, Atletico Petro de Luanda, lakini pia Stade Malien kutoka kule Mali. Wako kwenye kundi hilo D. Kwa hiyo haya ni maandalizi kuelekea kwenye michezo hiyo ya makundi, ambayo kama ambavyo tunafahamu kwamba malengo makubwa ya Simba kwenye michuano hii ni kutinga hatua ya nusu finali, kama sio kufika hatua ya finali ya klabu bingwa barani Afrika. Tunafahamu kwa upande wa kombe la shirikisho msimu uliopita wamefika hatua ya finali na walicheza dhidi ya RS Berkane, lakini matokeo hayakuwa mazuri kwao, kwa maana ya waliweza kuruhusu ubingwa kwenda Morocco, kwa maana ya RS Berkane kulitoa kombe lile. Kwa hiyo kwa sasa nguvu kubwa sana ni kwenye kombe la klabu bingwa barani Afrika. Ni mara kadhaa Simba wamefika hatua ya robo finali, lakini hatua ya nusu imekuwa ni mtihani kwao. Kwa hiyo pengine malengo makubwa ni kufika hatua ya nusu, na ikimpendeza basi watinge mpaka hatua ya finali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo taarifa iko hivyo, Simba wakicheza mchezo wa kirafiki dhidi ya JKT Tanzania na kuibuka na ushindi wa goli 6-0, huku Elie Mpanzu Kibisawala. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.